Bwana, hii ni channel yetu pendwa kabisa ya Simba Habari, na kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, ni kujuza tu ya kwamba Simba Habari tumekuwa tukikujuza taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani kutoka nje na ndani ya mipaka yetu ya Tanzania, lakini hususan kuhusiana na klabu yetu pendwa kabisa, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa hususan kipindi hichi cha usajili ambacho sajili mbalimbali zimekuwa zikiendelea na vilabu kadha wa kadha vimekuwa vikifanya scouting ya vipaji na wachezaji ambao wanaamini wanaweza kuwasaidia katika mashindano ambayo wanashiriki. Na ni kupe tu faida tu moja ya kwamba kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi, basi umekwisha pitwa na taarifa nyingi zaidi za kimichezo pamoja na burudani, hususan za sajili ambazo zimekuwa zikiendelea kipindi hichi cha dirisha dogo la usajili. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu nyingi ambazo zimekuwa tukizitoa, unaweza kujiunga na kuwa mwanafamilia mwenzetu kwa kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe lipo chini ya video yako, na mara tu baada ya kufanya hivyo kuna alama ya kengele itatokeza, nayo utalazimika kuibonyeza mara moja, na hapo moja kwa moja utakuwa umekwisha jiunga na kuwa mwanafamilia mwenzetu kabisa wa channel yetu hii pendwa kabisa ya Simba Habari. Bwana, ni kuhusiana na sajili ambazo zimekuwa zikiendelea katika kipindi hichi cha dirisha dogo la usajili, na Simba Sports Club hivi karibuni wameweza kufanya usajili wa benchi zima la ufundi likiongozwa na kocha mkuu raia wa Afrika ya Kusini ambaye amesajiliwa kutoka katika klabu ya Stellenbosch ya huko nchini Afrika ya Kusini. Hapa namzungumzia Steve Barker. Na mara tu baada ya kufanikisha kumsajili kocha huyo ambaye amekuja kufufua matumaini ya wana Simba Sports Club, mara tu baada ya kufika ameendelea na maandalizi katika uwanja wa Mo Simba Arena uliopo Bunju, Dar es Salaam, kwa kufanya mazoezi pamoja na kufanya tactical issues za yeye kama yeye kocha akiwa mwalimu mkuu wa Simba Sports Club. Na mara baada ya kufanya hivyo, Simba Sports Club walielekea Zanzibar, na huko nchini Zanzibar wanakwenda kushiriki mashindano ya Mapinduzi ambayo yanatimua vumbi huko Zanzibar. Na Simba Sports Club mara baada ya kufika Zanzibar waliweza kuendelea na maandalizi kuelekea katika mashindano hayo ya Mapinduzi, na moja kati ya maandalizi ambayo wameyafanya ni kucheza mchezo wa kirafiki hii leo majira ya saa 10 alasiri za jioni. Na katika mchezo huo klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na wachezaji ambao wamewasajili, wengine wakifanya majaribio katika klabu hiyo kuweza kutafuta nafasi ya kuweza kusajiliwa moja kwa moja na kuwa wachezaji wa Simba Sports Club. Mmojawapo ni Clatous Chota Chama, Triple C Mwamba Lusaka The Brain, mchezaji ambaye amefanya makubwa sana katika klabu ya Simba Sports Club, ambapo aliifikisha Simba Sports Club hatua ya robo finali ya ligi mabingwa barani Afrika, lakini pia mara kadhaa ameweza kuuzwa katika mataifa ya Uarabuni na kuweza kuingizia Simba Sports Club fedha za kutosha. Sasa Simba Sports amemrejesha Clatous Chota Chama, na hii leo wamecheza mchezo wa kirafiki na kuweza kuibuka na ushindi wa magoli 4-1, na wachezaji wakiwa na performance nzuri kabisa, na magoli yakifungwa na Jean Charles Ahoua pamoja na Jonathan Soa, na Simba Sports Club kuibuka na ushindi wa jumla ya magoli 4-1. Na kocha mkuu wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa sasa Steve Barker alikuwa akihojiwa na waandishi wa habari na kuwahakikishia ya kwamba yeye kufika hatua ya robo finali barani Afrika katika ligi ya mabingwa barani Afrika, yeye hizo sio shida zake, kwani amekwisha fanya hivyo mara kadhaa akiwa na Stellenbosch. Kumbukwe mwaka jana wamefika hatua ya robo finali na kuweza kutolewa na Simba Sports Club. Sasa Steve Barker amewahakikishia wana Simba na vipenzi na management ya Simba Sports Club ya kwamba atafika hatua ya robo finali. Hii ni channel pendwa kabisa ya Simba Habari. Ili uweze kupata taarifa zingine nyingi zaidi kuhusiana nasi, subscribe channel, lakini pia usisahau kushare na kucomment pia.